baraza la uchaguzi. Juzi pale mmetia saini. Uwanja unaanza kujengwa kesho, mpaka leo uwanja sio kesho, umekuwa kesho kutwa. Uwanja ujengwe. Jana kesi nyingine wanataka kula. Kwa kuna vile tiki ile saini. Maana yake uchaguzi. Yaani wao binafsi wapige kula, wasiende kupiga kula. Mitano tena engineer Hersi. Mitano tena engineer Hersi. Yupi? Sio huyo. Ila kwa wengi wenye macho ya nazi wanamuona yule ndo anasumbua kwenye hili. Yule hana chochote. Yule mweupe tu. Sawa, yule mweupe hana chochote. Ila kuna watu nyuma yake ndio wanamfanya yule aonekane jemedari, aonekane mwamba, lakini sio yule. Sio, umeelewa kwa makini? Yule saizi anachokijua ni hicho. Sawa, washateua baraza tayari, mwezi ujao wanaenda kupiga kula. Yaani mwezi ujao yakashapita. Fomu itatoka hii moja tu kwenye sehemu ya urais. Hizo fomu nyingine hizo za wajumbe zitakuwa hata 10. Ile sehemu ya urais fomu hii moja. Hasa atakosa tena kurudi madarakani, fomu moja. Kula ya ndio. Yaani kula washapiga. Kwa kwenye swala la hiji, watu wachie sisi tupambanie ubingwa. Wao wakapambanie uchaguzi. Kwenye ubingwa watu wachie. Na kwenye mechi zao unazionaje? Mechi zao ipo mechi hii. Ipo mechi hii. Watasare. Nisikilize, sare si hatutaki sare. Wakisoa sare si maana yake mkishinda kila mmoja mchezo wake yote mnakuwa pointi sawa, anapita kwa magoli. Tukienda kwenye head to head hakuna kumfunga mwenzake, mechi zote sare. Sawa? Maana yake yeye ana magoli mengi ya mipango. Kwa hiyo atachukua ubingwa kwa magoli. Anafungwa mechi moja. Nani atakayefunga? Siwezi kumtaja jina, yeye tu kaili. Wana mechi 4. Sawa, kwenye hizo mechi 4. Wana mechi moja, wanakufa. Haijalishi watacheza bwawani, watacheza kisimani au watacheza chini ya andaki. Wana mechi moja wanakufa. Lakini nyinyi mnaziona za kwao vipi zenu? Zetu sisi tunashinda zote. Yaani mechi zetu ngumu, lakini sisi kama kawaida hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sawa? Unalainisha, unatafuna vizuri. Kwa mechi zetu ni ngumu, lakini zote sisi tutashinda. Sababu leo unaona mechi ya ushindani. Jana umeangalia mpira pale dakika 90. Unaona ushindani? Majukwaa yamejaa pale ile Kitanganyika, lakini mashabiki wamekaa kama vile wamemwagiwa maji ya baridi. Pale si familia. Hakuna mechi, ndio kaongea sana, lakini mechi inaanza ndio anafunga swala tu. Sio nyumba ibada hiyo. Wewe unaifahamu mdomo. Pambana, mechi ya Simba, wachezaji wake wote permanent wote ndani. Saumu Kimbo alikosa kwenye mechi na Simba. Yule Mgunda alikosa, ambaye kwetu sasa inaita shamba. Ndani, huyo ndio mwamba wa Mashujaa. Hawakuwepo kabisa sehemu ya kikosi jana. Eti namba 9 wa sabu, kae kwa yule mtoto atazio la mamake hajamaliza. Ndio anaingia sabu, anatoka ngushi, anaingia sabu. Kulikuwa hakuna mechi. Hawa waamuzi kama hawa ndio wakachezesha mechi kama zile. Kwa sababu zile hata sigara wanaweza kuvuta ukiwa uwanjani. Mechi hizi nataka mwamuzi ambaye damu inachemka. Mwamuzi ambaye akili yake imekaa sawa sawa. Sio anakuja hapa, anakuja na matokeo yake mfukoni. Kuna siku tutawatoa kwenye fence, nakwambia kweli. Kuna siku zetu tukichukia tutawatoa. Hizi faini tunazopigwa kila siku, sasa tunapenda. Sawa, sisi ndio mashabiki bora barani Afrika. Hatuwezi kuwa kila siku tukaonekana sisi tuna vurugu. Sisi tunafanya vile kwa sababu mambo yanauma. Nafika mapindi unashindwa. Unakuja kuchukua maamuzi atakuwa sio sahihi. Juzi tumeona wamewafungia mashabiki wawili hapa. Kisa tu wamekata tiketi ya kukaa mzunguko, wameenda kukaa VIP. Kama unajua umenunua shati la shilingi 2000, chukua shati la shilingi 2000. Unataka shati la shilingi 10000 na kati lako 2000. Tuweke miezi 3. Wale ndio watakaofungiwa maisha kwa sababu waprovu wamezao. Wameruka mpaka fence miezi 3. Lakini Simba akirusha chupa anafungiwa, timu inapigwa faini milioni 10. Sawa? Sasa maana yake nini? Wale kulikuwa na faini pale. Si wamefungiwa miezi 3. Sasa miezi 3 kwa mtu ambaye karuka fence na kakata tiketi kukaa kule kaja kukaa huko. Huyo anataka umpe miezi 3. Yule atakuwa maisha asionekane uwanjani. Alafu wanatoka pale wanatamba. Wanaongea shiti wanatamba. Alafu mpaka leo wanawaacha. Yaani wangepigwa maisha. Maisha. Sasa umepigwa lungu. Mtu anatoka anatamba. Wewe unanilipia kiingilio. Unanilipia nauli. Maneno yao unamwambia bodi ya ligi. Maneno yao unamwambia wale Sigaria. Mwenye mpira wake si dharau hizo. Lakini mpaka leo kunasikia chochote. Maana yake nyuma mwiko wanajua mpira huu ni wa kwao. Ndio maana hata mashabiki wao wanafanya wanachokijua. Hasa msimu huu. Ligi sio wanaiona ya kwao. Msimu huu wafanye kila wanachokijua. Ila Simba bingwa. Kila wanachokijua. Simba bingwa. Wao uchaguzi wao mimi nakwambia inawezekana ukafanyika juu ya gari. Sawa? Huo utaweza kufanyika juu ya gari, mtu anazunguka na gari. Sio kakaa chumbani. Mimi nakwambia wakisha kosa ubingwa wa uchaguzi utakuwa na lao. Wakosa ubingwa wa uchaguzi utakuwa na lao. Kwa hiyo kipenga kilichopigwa cha uchaguzi. Wajiandae kupigana. Sio, umeelewa? Wajiandae kupigana. Huo uchaguzi waliotia saini juzi. Wajiandae kupigana. Uwanja hakuna. Leo naleta kipengele cha uchaguzi. Wewe umesema kabla hujatoka madarakani utajenga uwanja kwenye miaka yako minne. Uwanja hujajenga, unapiga tena filimbi watu wakakupigia kula. Nani anakupigia kula? Na kati umesema kwenye miaka 400 ukimaliza unajenga uwanja. Uwanja uko wapi? Unakuja na story gani? Si sanaa hiyo. Brother, Jangwani ukitaka uongozi hata wewe. Sawa, vaa makopo yako, nenda pale zunguka pale kwenye lile gofu unapata uongozi. Hata wewe brother, vaa makopo yako. Akizunguka pale Jangwani unapata uongozi. Sawa. Hiyo si timu watu wamefungwa vitambaa vyeusi.
Au kuambia bwana hili shimo, anajibu shimo. Na kati wanaona pale hakuna shimo. Au mashabiki wanajielewa wao. Mmeambiwa ndani ya miaka 4 kabla hajamaliza atakuwa kajenga uwanja. Ndani ya miaka 4 ndio mwaka wake wa mwisho. Plus 4 pale. Mara watu wanatia saini, mara wanaitwa viongozi wa serikali, lakini chochote cha maana hakuna. Juzi wamerudia press nyingine, timu iko Kigoma baada ya kuania matokeo. Wanasema kwamba wameteua baraza na watu ambao watasimamia uchaguzi. Uchaguzi uwanja uko wapi? Wakati ulisema kabla hujaondoka madarakani utajenga uwanja. Yaani wakuchagua tena uwanja hakuna. Hiyo ndio ile nyimbo ya mkoloni ile. Kwamba kila Mtanzania nitamwekea bomba la maziwa nyumbani. Mwisho wa siku hivyo vitu hakuna, mkutano kwa wailisha juu kwa juu. Kitatokea Jangwani msimu huu. Kitu kinachofuata wewe dhidi ya Mbeya City. Nani? Hata kama tunapiga saa 2 asubuhi. Sawa? Hata kama tunapiga saa 2 asubuhi. Saa 8 tucheze na Mbeya City. Sawa? Saa 8 tucheze na Mbeya City. Saa 10 tuletewe Coast kwenye FA nusu finali. Sawa? 8 Mbeya City tunamalizana nao. Saa 10 mechi ikiisha watu wote Coast. Tumalize mechi 2 pale pale Mbeya. Yaani kucheza saa 8 sio shida zetu. Hii timu ya football brother. Sawa? Hii sio timu ya maandamano. Bwana, hii ni timu ya football sio maandamano. Sawa? Hata wakisema saa 8 usiku sasa tunacheza mechi. Bwana Mnadi Junior, bado unaona una hasira sana kisa Young Africans kukaa kileleni. Kwani siku zote walikuwa wanakaa wapi? Kama unasema shida kukaa kileleni. Kila siku wanakaa pale pale. Una hasira sana Mnadi Junior. Sio na hasira, mimi nina hasira na waamuzi tu. Hasira yangu ipo kwa waamuzi. Sawa? Waamuzi wanakuja na matokeo yao mfukoni ili Simba apoteze mechi. Simba apoteze mechi. Simba kama fisi. Mkono utaanguka pale, au anguki huo. Huo uanguki mpaka mwisho wa safari. Kitu kinachoendelea hapa. Kiwango cha Libase Gay leo umekionaje? Sasa unazungumzia leo. Libase muda tu. Wewe mtu kapimwa kwa shamba, mtu wa DNA wewe unasema leo kiwango. Yaani Simba usitafasiri kiwango. Simba hata wewe tukikupa jezi ukivaa ile jezi ya Chama mwamba wa dunia ukipewa wewe. Ukiingia tu unaonekana wewe Chama. Yeah. So wao mpaka mipango waende chumbani wakafungue koki maji yatoke ndio mechi ziwe rahisi. Sasa tuna mfumo huo. Sasa zetu tunakuja kuangalia burudani. Nimetoa 20,000 yangu simekuja kuangalia burudani. Sawa? 20,000 kwa jeuri nimekuja kipindi cha pili. Mimi mwamba kwa jeuri leo nimekuja kipindi cha pili. Cha kwanza nimeangalia nyumbani. Unajua mama jeuri. Nimekuja kipindi cha pili hapa. Ndio nakuja kuangalia mechi. Yaani natumia hela yangu. Pale. Si familia. Hakukuwa kuna mechi. Nilio kaongea sana. Lakini mechi inaanza ndio anafunga swala tu. Sio nyumba ibada hiyo. Wewe unaifauna mdomo. Pambana. Mechi ya Simba. Wachezaji wake wote permanent wote ndani. Saumu Kimbo alikosa kwenye mechi na Simba. Yule Mgunda alikosa. Ambaye kwetu sasa inaita shamba. Ndani. Huyo ndio mwamba wa Mashujaa. Hawakuwepo kabisa sehemu ya kikosi jana. Eti namba 9 wa sabu kae kwa yule mtoto ataziwa la mamake hajamaliza. Ndio anaingia sabu, anatoka ngushi, anaingia sabu. Kulikuwa hakuna mechi. Hawa waamuzi kama hawa ndio wakachezesha mechi kama zile. Kwa sababu zile hata sigara unaweza kuvuta ukiwa uwanjani. Mechi hizi nataka mwamuzi ambaye damu inachamka. Mwamuzi ambaye akili yake imekaa sawa sawa. Sio anakuja hapa, anakuja na matokeo yake mfukoni. Kuna siku tutawatoa kwenye fence, nakwambia kweli. Kuna siku zetu tukichukia tutawatoa. Hizi faini tunazopigwa kila siku, sasa tunapenda. Sawa, sisi ndio mashabiki bora barani Afrika. Hatuwezi kuwa kila siku tukaonekana sisi tuna vurugu. Sisi tunafanya vile kwa sababu mambo yanauma. Nafika mapindi unashindwa. Unakuja kuchukua maamuzi yatakuwa sio sahihi. Juzi tumeona wamewafungia mashabiki wawili hapa. Kisa tu wamekata tiketi ya kukaa mzunguko, wameenda kukaa VIP. Kama unajua umenunua shati la shilingi 2,000, chukua shati la shilingi 2,000. Unataka shati la shilingi 10,000 na kati yako 2,000. Tuweke miezi 3. Wale ndio watakaofungiwa maisha kwa sababu wapovu wamezao. Wameluka mpaka fence miezi 3. Lakini Simba akirusha chupa anafungiwa, timu inapigwa faini milioni 10. Sawa? Sasa maana yake nini? Wale kulikuwa na faini pale. Si wamefungiwa miezi 3. Sasa miezi 3 kwa mtu ambaye karuka fence na kakata tiketi kukaa kule kaja kukaa huko. Huyo anataka umpe miezi 3. Yule atakuwa maisha asionekane uwanjani. Alafu wanatoka pale wanatamba. Wanaongea shiti wanatamba. Alafu mpaka leo wanawaacha. Yaani wangepigwa maisha. Maisha. Sasa umepigwa lungu. Mtu anatoka anatamba. Wewe unanilipia kiingilio. Unanilipia nauli. Maneno yao unamwambia bodi ya ligi. Maneno yao unamwambia wale Sikaria. Mwenye mpira wake si dharau hizo. Lakini mpaka leo kunasikia chochote. Maana yake nyuma mwiko wanajua mpira huu ni wa kwao. Ndio maana kama mashabiki wao wanafanya wanachokijua. Hasa msimu huu. Ligi sio wanaiona ya kwao. Msimu huu wafanye kile wanachokijua. Ila Simba bingwa. Kila wanachokijua. Simba bingwa. Huo uchaguzi wao mimi nakwambia inawezekana ukafanyika juu ya gari. Sawa? Huo utaweza kufanyika juu ya gari, mtu anazunguka na gari. Sio kakaa chumbani. Mimi nakwambia wakishakosa ubingwa uchaguzi utakuwa na lao. Wakosa ubingwa uchaguzi utakuwa na lao. Kwa hiyo kipenga kilichopigwa cha uchaguzi. Wajiandae kupigana. Umeelewa? Wajiandae kupigana. Huo uchaguzi waliotia saini juzi. Wajiandae kupigana. Uwanja hakuna. Leo naleta kipengele cha uchaguzi. Wewe umesema kabla hujatoka madarakani utajenga uwanja kwenye miaka yako 4. Uwanja hujajenga, unapiga tena filimbi watu wakakupigia kula. Nani anakupigia kula? Na kati umesema kwenye miaka 400 ukimaliza unajenga uwanja. Uwanja uko wapi? Unakuja na story gani?
Si sanaa hiyo. Brother, Jangwani ukitaka uongozi hata wewe. Sawa, vaa makopo yako, nenda pale zunguka pale kwenye lile gofu unapata uongozi. Hata wewe brother, vaa makopo yako. Azunguka pale Jangwani unapata uongozi. Sawa. Hiyo si timu watu wamefungwa vitambaa vyeusi au kuambia bwana hili shimo anajibu shimo. Na kati wanaona pale hakuna shimo. Au mashabiki wanajielewa wao? Mmeambiwa ndani ya miaka 4. Kabla hajamaliza atakuwa kajenga uwanja. Ndani ya miaka 4 ndio mwaka wake wa mwisho. Plus 4 pale. Mara watu wanatia saini, mara wanaitwa viongozi wa serikali, lakini chochote cha maana hakuna. Hizo wanarudia press nyingine, timu iko Kigoma baada ya kuania matokeo. Wanasema kwamba wameteua baraza na watu ambao watasimamia uchaguzi. Uchaguzi uwanja uko wapi? Wakati ulisema kabla hujaondoka madarakani utajenga uwanja. Yaani wakuchagua tena uwanja hakuna. Hiyo ndio ile nyimbo ya mkoloni. Kwamba kila Mtanzania nitamwekea bomba la maziwa nyumbani. Mwisho wa siku hivyo vitu hakuna, mkutano kwa wailisha juu kwa juu. Kitatokea Jangwani msimu huu. Kitu kinachofuata wewe dhidi ya Mbeya City. Nani? Hata kama tunapiga saa 2 asubuhi. Sawa? Hata kama tunapiga saa 2 asubuhi. Saa 8 tucheze na Mbeya City. Sawa? Saa 8 tucheze na Mbeya City. Saa 10 tuletewe Coast kwenye FA nusu finali. Sawa? 8 Mbeya 9. Mbeya City tunamalizana nao. Saa 10 mechi ikiisha watu wote Coast. Tumalize mechi 2 pale pale Mbeya. Yaani kucheza saa 8 sio shida zetu. Hii timu ya football brother. Sawa? Hii sio timu ya maandamano. Bwana, hii ni timu ya football sio maandamano. Sawa? Hata wakisema saa 8 usiku sasa tunacheza mechi. Bwana Mnadi Junior, bado unaona una hasira sana kisa Young Africans kukaa kileleni. Kwani siku zote walikuwa wanakaa wapi? Kama unasema shida kukaa kileleni. Kila siku wanakaa pale pale. Una hasira sana Mnadi Junior. Sio na hasira, mimi nina hasira na waamuzi tu. Hasira yangu ipo kwa waamuzi. Sawa? Waamuzi wanakuja na matokeo yao mfukoni ili Simba apoteze mechi. Simba apoteze mechi. Simba kama fisi. Mkono utaanguka pale. Au anguki huo. Huo uanguki mpaka mwisho wa safari. Kitu kinachoendelea hapo. Kiwango cha Libase Gay leo umekionaje? Sasa unamzungumzia leo. Libase muda tu. Wewe mtu kapimwa kwa shamba, mtu wa DNA wewe unasema leo kiwango. Yaani Simba usitafasiri kiwango. Simba hata wewe tukikupa jezi ukivaa ile jezi ya chama mwamba wa dunia ukipewa wewe. Ukiingia tu unaonekana wewe chama. Yeah. So wao mpaka mipango waende chumbani wakafungue koki maji yatoke ndio mechi ziwe rahisi. Sasa tuna mfumo huo. Sasa zetu tunakuja kuangalia burudani. Nimetoa 20,000 yangu simekuja kuangalia burudani. Sawa? 20,000 kwa jeuri nimekuja kipindi cha pili. Mimi mwamba kwa jeuri leo nimekuja kipindi cha pili. Cha kwanza nimeangalia nyumbani. Unajua mama jeuri. Nimekuja kipindi cha pili hapa. Ndio nakuja kuangalia mechi. Yaani natumia hela yangu. Na nina uhakika nitashinda kwa sababu watakaza lakini wataachia. Niliwaambia mapema, watabana akiwa watapasuka ataachia. Wameachia hapo. Wamejaza wasuka nywele kibao. Kibao wasuka nywele. Sasa wewe mpira. Chezeni mpira, acheni kusuka nywele. Bwana Mnadi Junior, shukrani sana. Asante, tukutane kwenye mechi ijayo.